Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wangu, ninaendelea kumshukuru Mungu tena kwa siku ya leo ambayo ametupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha pili. Tutazungumzia habari ya nafasi ya mwanamke kwenye ndoa, nafasi ya mwanaume kwenye ndoa. Kwenye ndoa mwanamke ana nafasi gani na kwenye ndoa mwanaume ana nafasi gani? Vitu hivi vya msingi kuvifahamu, kwa sababu unapofahamu vitu kama hivi kwa namna moja au nyingine, unaendelea kuifanya ndoa yako kudumu, unaendelea kuifanya ndoa yako kukaa salama. Jambo la msingi sana. Jambo la msingi mno kuliko unafikiria wewe. Nafasi ya mwanamke kwenye ndoa ni ipi? Nitaanza na nafasi ya mwanamke. Narudia ule mstari wetu wa Mwanzo sura ya 2 mstari 18. Unasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Nafasi ya mwanamke kwenye ndoa ni msaidizi. Kwa leo, dunia ya leo sasa hivi, kauli hii ni kana kwamba wanawake wengi wameanza kuikataa. Na sasa hivi idadi ni kubwa mno. Kwenye ndoa nasema mwanamke ni msaidizi. Kama wewe ni mkuu wa idara fulani au ni mkuu wa kitengo fulani, unapopewa msaidizi, ina maana ya kwamba msaidizi wako huyu atakusaidia kazi. Unapokuwa na kazi nyingi, atakusaidia kazi ambazo zinakulemea, lakini kwa maelekezo kutoka kwako. Hiyo ndio nafasi ya msaidizi. Kwa Biblia inaposema kwamba mwanamke atakuwa msaidizi, ina maana ya kwamba nafasi ya mwanamke ni kumsaidia mume wake kwa namna moja au nyingine. Nafikiri naeleweka vizuri. Sasa tunakuwa na changamoto kubwa sana ya kuna watu sasa hivi wanaendelea kuleta elimu ya kwamba mwanamke na mwanaume wako sawa. Na elimu hii haitokani na Biblia. Mimi kwangu siwalaumu, kwangu sioni shida. Lakini kwa watu ambao wameokoka, tayari taarifa hizi zimekwisha kuingia kwenye ndoa za watu ambao wameokoka. Na kwa namna moja au nyingine, hizi taarifa zimesababisha ndoa nyingi kuingia kwenye migogoro, ndoa nyingi kutokudumu, kwa sababu tunaanza kukopi. Leo Wakristo kazi yao kubwa ni kukopi vitu vya dunia kule, wanavileta katika maisha yao na kuvileta kanisani. Hatuna muda wa kusikiliza maandiko yanatuambia nini, maandiko yanaelekeza nini, maandiko yanatuambia nini kuhusiana na swala hili. Hautakiwi kufanya jambo lolote ambalo mumeo hajui. Kwa nini? Mumeo ndio kiongozi wako, na mke wewe ni msaidizi wa mume wako. Unatakiwa kutoa taarifa, unatakiwa kusubiri kibali chake. Nataka niende sokoni, mjulishe mume wako. Na wanawake wanaofanya hivi wanakuwa ni wanawake wanaowapa waume zao furaha, wanawake wanaoifanya ndoa kuwa njema na nzuri. Unapokuwa mwanamke ambaye unajeuri, unataka na wewe uwe kama baba ndani ya nyumba, baba anatoa maelekezo haya, wewe unakataa. Baba anasema hiki kifanyike, wewe unakataa. Kwa namna moja au nyingine, nisikudanganye mtu wa Mungu, unafanya makosa makubwa na unaandaa anguko la ndoa yako, kwa sababu uko kinyume na maandiko matakatifu. Kama wewe ni msaidizi, kabla kufanya jambo lolote ni lazima umsikilize bosi wako anasema nini. Hiyo ndiyo nafasi yako. Haijalishi una kazi kubwa, haijalishi una fedha kuliko mume wako, haijalishi una cheo kuliko mume wako, mume bado anahesabika kuwa
ni kiongozi wako wewe, na ni lazima wewe upate nafasi ya kujitambua na kuelewa kwamba wewe ni msaidizi wa huyu mume wako. Fanye vizuri. Nataka niseme nini? Nataka niongee kitu cha msingi. Kuna habari za ndoto. Kuna habari za ndoto. Mtu umezaliwa, una ndoto yako, una malengo katika maisha yako kwamba kesho ufikie sehemu fulani. Kumbuka mume wako ana ndoto yake, ana maono yake. Na wanaume kwa 99% wanawachumbia wake zao au wanaoa wake zao kwa kuona ndoto yake kwamba nikimoa huyu mwanamke nina uhakika ya kwamba ndoto yangu itafikia mahala pake kwa msaada wake, kwamba yeye atakuwa msaidizi wangu, nitakuwa nafanya hivi na mwachia na anafanya hivi, ina maana ndoto yangu itakwenda kutimia. Sasa can you imagine, na wewe unaolewa unakuja na ndoto zako. Kumbuka kwenye ndoa, acha nizungumzie vitu vya msingi sana. Unapoolewa, mwanaume anapomwoa mwanamke, ufahamu ya kwamba mwanaume anavyo vitu vingi anavyovichagua, lakini kuna vitu vitatu vya msingi anavyoviangalia kwa mwanamke. Kwanza ni uzuri, kuvutiwa na yeye. Namna vile ambavyo anakuona lazima akupende, yani anavutiwa na vile ulivyo. Jambo la pili, anataka ndani mwako kuwe kuna vitu, kuwe kuna package. Yani ndani mwako kuwe kuna elimu fulani hivi ambayo inaweza ikaendana na yeye. Anapoongea pointi unakuwa tayari kuelewa mume wangu anaongea nini, ukafanya. Namba 3 ni tabia yako. Sasa hivi vyote vitu mwanaume anavitaka vipate kwa mwanamke ili vifanye kazi kumsaidia yale maono au ndoto aliyokuwa nayo kwenye maisha yake iweze kutimia. Sasa unakuta mwanamke anakuja na ndoto yake, mume naye anakuja ana ndoto yake. Hawa watu wawili wanapoanza kutembea kunaanza kuwa mvutano. Mke anamvuta mume ili mume amkamilishie ndoto yake, mume naye anamvuta mke ili mke aweze kufikia kwenye ndoto yake. Mwisho wa siku kunaanza kuwa lawama. Kunaanza kuwa lawama ya chini kwa chini. Mume anaanza kujutia, kwa nini nimemwoa mwanamke? Kwa sababu sioni faida. Kumbuka, baada ya kupendwa, ukishaingia ndani ya nyumba, kuna vitu vinavyomfanya mwanamke kuendelea kupendwa kwa namna moja au nyingine. Kuna vitu vitakufanya wewe kuendelea kupendwa na wewe mwanaume. Ni tabia yako, ni elimu ulionayo. Una kiwango gani katika elimu ya ndoa? Sasa watu hawa ambao wameoana wana vision tofauti kwa namna moja au nyingine, ndoa hii mwisho wa siku ni ngumu kuendelea. Ushauri wangu kwako, msaidizi anapoingia kwenye ndoa ambaye ni mwanamke, anapaswa ahakikishe ya kwamba yeye ndoto yake aiweke chini, ndoto yake aifukie. Kwa sababu kwanza anaenda kukutana na mtu ambaye ndo mwili wake sasa. Anaenda kukutana na mtu ambaye ndo mwalimu wake sasa. Mtu ambaye ndo kiongozi wake sasa. Anatakiwa hakikisha ya kwamba aingilie kati, ajue ndoto ya mume wake. Kisha aanze hatua ya kupambana kumsapoti mume wake ili mume aweze kufikia ndoto yake. Unapoolewa, elewa nafasi yako ni nafasi ya msaidizi. Unasaidia nini? Kuna maelekezo utakayoyakuta kwa mume wako. Kama Eva alivyoingia kwa Adamu, Adamu alimpa maelekezo. Kuanzia sasa utakuwa unafanya 1 2 3, kazi zako zitakuwa 1 2 3, utaishia hapo. Ina maana kwamba unapoolewa ni lazima uende na nia ya kutaka kupewa maelekezo kutoka kwa mume wako. Hasa taka kujua mume wako angetamani kuwa nani kesho. Kama angetamani kuwa mbunge kesho, pambana kwa namna yoyote uwe msaidizi wake, umpe kampani mume wako aweze kufikia malengo yale ambayo anapaswa kufikia. Kwa wengine kauli hii lazima waiweke X. Lakini kibiblia huo ndio ukweli ambao Wakristo tunapaswa kutembea nao. Unapoolewa na mume wako, ninakupa ushauri dadangu, kama unatamani kutengeneza ndoa ambayo ni ya mfano, tumia hata mwaka mzima unasoma
mume wangu alitamani kuwa nani katika maisha. Na baada ya hapo uanze kumpa company, uanze kumsaidia, uanze kutembea naye katika maelekezo atakayokupa, ili uhakikishe kwamba mume wako kwa namna moja nyingine anafikia ndoto ya maisha yake. Shida yetu tunataka sana kufanana. Ndoa haitakiwi kufanana kama unavyofikiri. Ndio maana Mungu akasema na heshimiwe na watu wote. Tunataka sana kuchukua mawazo kwa watu. Ni ngumu mno. Fahamu mwanaume uliye naye ni tofauti na mwanaume mwingine. Kuna vitu vingi ambavyo mwanaume mwingine atakuwa hana. Kwa namna moja nyingine utapewa elimu ya mwanaume fulani, vitu ambavyo huyo mwanaume na mume wako na tabia mbili tofauti. Alafu unavichukua vile vitu unakuja kuvitumia kwenye ndoa yako, vinakuharibia ndoa. Cha msingi ni nini? Cha msingi unapolewa, nilisema kwenye uchumba, kazi kubwa ya kwenye uchumba sio kuambiana I love you, I love you, I love you, I love you. Hapana. Kwenye uchumba jukumu kuu au malengo ya wachumba ni kufahamiana. Tuambizane, kabila lako ni lipi, ulitokea wapi, kwenu kukoje, huwa mkoje, wewe unakuaga vipi. Tufahamiane. Na tukishafahamiana, ushanijua, nishakujua kwa namna moja au nyingine, ni wakati sasa wa kujua tunaishije sisi wawili tukiwa tuko ndani. Na ni washauri watu wa Mungu, ndoa yoyote matatizo yakianza kutoka nje, ni ngumu sana kurudi kwenye mstari. Yaani mkishindana ninyi mme na mke ndani, kwamba mnaanza kutegemea watu ndani ndo wawasapoti ili muweze kukaa kwenye mstari, ni ngumu sana. Inahitaji neema ya Mungu. Inaweza ikarudi kwenye mstari kama mtafanikiwa kumpata mwalimu mzuri, mshauri mzuri, na hii ni kwa bahati. Mkishindana ninyi wawili, ni ngumu sana wazee kuwaunganisha. Na hata kama mtaungana, haitakuwa kwa maana ya ndoa, itakuwa ninamwogopa baba. Na hicho kitu kwenye ndoa kitaki kuwepo. Yaani ule umoja unatakiwa uwe umoja kwa sababu mimi ninampenda mke wangu ananipenda mimi. Kwa hiyo tunapokaa pamoja tupo kwa sababu ya upendo tulionao ndani ya nyumba yetu. Mume wako ni mchungaji, sapoti. Tengeneza mazingira kuwa muombaji kabisa. Unakuwa naomba kwa ajili ya huduma mume wako, Mungu aisogeze mbele. Anakuachia nafasi ya kusimamia baadhi ya vitu kanisani, kama yupo amesafiri, simamia kwa juhudi zako zote. Hiyo ndio kazi ya mke mwema ambaye ameokoka, ambaye anayajua maandiko. Tusome Wakorinto wa kwanza, nafikiri sura ya 7 mstari wa kwanza tu kushuka. Neno la Mungu linasema hivi: basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Sikia mstari wa 4 unasema hivi: mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Hapa nazungumzia habari ya mwili. Tunapozungumzia habari ya mwili, niseme vitu vya msingi. Tunapozungumzia habari ya mwili, kuna vitu vya msingi hivi hapa. Mume wako anakuhitaji kimwili, una amri ya kusema hapana. Na ukifuatilia watu wazima wenye wanatoa mafundisho ya ndoa, yale yenye mafundisho ya strong, wanawashauri mabinti zao kwamba wasisubutu kumnyima mume. Mke wako anapokuhitaji kitendo la ndoa, uweze ukamwambia hapana. Mume anaweza akatoka kazini saa 6, anakukumbuka mke wake,
anakukuta unasonga ugali, anakuita chumbani, anakuhitaji, acha ugali uungue, utasonga mwingine, mhudumie mume wako. Huo ndio ushauri wa watu ambao wamekuwa. Ugali hacha uungue, akikwambia acha tu uungue, mimi ninakuhitaji hapa mke wangu, acha ugali uungue, mhudumie mume wako, anakuhitaji, ana amri kwa ajili ya mwili wako. Ni Biblia. Tunaenda kwenye swala la mavazi. Namna gani unatakiwa kuvaa mume? Namna gani unatakiwa kuvaa mke? Aliye na amri juu ya huo mwili utavaaje ni mume wako. Mume wako akikwambia sitaki nguo fupi, nenda kashone nguo ndefu kama anavyotaka yeye. Shida, unashindwa kumsikiliza mume wako, unaanza kuangalia watu watanionaje. Kumbuka, haukuolewa na wale watu watakuonaje. Umeolewa na huyu mume. Hapo naweza nikasema tena kuambia watu hivi, epukeni sana kuwashauri watu kuoa wake ambao hawajawapenda wao. Mwanaume anatakiwa kumpenda mke wake, yeye mwenyewe amchague mke anayemtaka. Pale ambapo Mungu alipomletea Adamu Hawa, Mungu aliona Adamu anafurahia. Kwa hiyo Mungu kitengo cha kumtaka mwanaume kumpenda kwanza mke, anakithamini pakubwa. Adamu angesema ya kwamba Mungu huyu bado, Mungu angeenda tena kaumba upya. Lakini kwa sababu Mungu alijua kwamba mimi nimemtengeneza mwanadamu huyu, ninajua nikimletea huyu hapa itakuwa ni baraka na furaha kwake. Sasa basi, kujipamba kwako, kuvaa kwako, kutokane na mume wako, sio watu. Wamama, nataka nizungumze na ninyi. Mara nyingi mnajipamba ili watu wawaambie mnapendeza. Hiyo sio sahihi kwenye ndoa. Na ukijipamba kwa maana hiyo, ina maana ya kwamba utamchukia mume wako kesho. Mtu yuko radhi bora akamkwaza mume wake nyumbani, amfurahishe jirani, afurahishe watu wengine nje ya ndoa yake. Kosa kubwa sana. Unapaswa kufahamu ya kwamba kazi yako kwenye maisha ya ndoa ni kuhakikisha kwamba mume wako ana furaha na wewe. Kujipamba kwako kuendane na mume anavyotaka, kuvaa kwako kuendane na mume wako anavyotaka, kutembea kwako kuendane na mume wako anavyotaka. Hivyo kwa namna moja au nyingine, wewe utakuwa ni mwanamke mwema kwa mume, wewe utakuwa ni mwanamke mzuri kuliko wanawake wote kwa mume wako. Ukianza kutegemea kwamba nijipambe leo, ninapoenda hata kanisani, nikiingia kanisani watu waniambie umependeza, unaanza kutoka kwenye mstari unaotakiwa kuwepo. Nafasi yako ni kujipamba. Unamuuliza mume wako unaonaje? Akikwambia makeup uliyoiweka siitaki, nenda bafuni nawa upya, rudia. Akikwambia hii makeup imekaa vizuri, mwambie mume wangu safi, unampa na kabusu pale. Mnaenda sasa, na unaanza kunoti kwamba mume wangu hiki hapendagi, hiki hapendi, hiki hapendi. Kwenye huo mwili wako lazima uweke vitu ambavyo mume wako anavipenda, sio Wakristo wenzio, sio marafiki zako. Kwa hiyo unapaswa kufahamu ya kwamba ni lazima ufahamu ya kwamba mwili wako aliye na mamlaka nao ni mume wako. Akikwambia sitaki uvae cheni hii, hiyo cheni ipeleke gawa hata kwa watu, ina maana mume hataki. Kwa namna hii utakuwa na ndoa ambayo sio ya kawaida. Mume wako popote atakapokuwa atakuwa anasema mimi nina mke ambaye amekaa sawa sawa. Tunaendelea kusoma. Narudia mstari wa 4, nasema mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Kuna pointi ya 5 nasema msinyimane,
isipokuwa mmepatana kwa muda. Hapa nazungumza hasa na wale watu ambao wako rohoni sana, wale watu ambao ni watumishi wa Mungu. Mara nyingi unakuwa na ratiba za mifungo, unakuwa na ratiba za kazi nyingi. Sasa unajikuta ghafla unajikuta una stop tendo la ndoa. Tendo la ndoa, watu wa Mungu, sio uchafu. Ni uchafu nje ya ndoa, ni uchafu kabla ya ndoa. Ila unapokuwa umemwoa mke wako, tendo la ndoa ni ibada kamili. Usichukulie kama unavyofikiria wewe. Tendo la ndoa ni ibada kamili. Kwa namna moja au nyingine, unapotaka kuwa na ratiba yoyote ya kumstopu mwenzio asije akakuhitaji kimwili, ni lazima upate nafasi ya kumuandaa. Leo usijisikii kutembea na mke wangu, nafanyaje? Lazima upate nafasi ya kumuandaa mkeo mapema. Awe anajua ya kwamba inawezekana leo mume wangu hayuko vizuri. Mwambie naumwa mapema. Mwambie mume wako najisikia vibaya. Apambane kukutafutia kama ni dawa na nini utumie. Usiku atakuuliza naendeleaje? Naendelea afadhali mume wangu. Hata kugusa, atakuacha ulale. Unapokuwa na ratiba ya ibada, tafadhali ratiba yoyote ya mfungo, hakikisha kwamba umekaa na mke wako mkaongea naye. Akikukubalia, mkikubaliana, mnaweza mkastop. Kama ni siku 2 za mfungo, kama ni siku 3 za mfungo, stop. Lakini mmekubaliana, funga. Ukimaliza ratiba yenu ya maombi, mtakuja kurudi pamoja. Akikataa, funga huku unamhudumia. Sio dhambi. Na kama ni dhambi, niletee andiko. Hatupashi kuwa na mifungo inayowaumiza watu mioyo. Hatupashi kuwa na mifungo namna hiyo. Wakati mwingine tunaambiwa kwamba unapokuwa na ratiba yako ya mfungo, oga vizuri. Unapokuwa na ratiba ya mfungo, nenda kaoge vizuri, paka mafuta yako, mtu yote asijue. Yaani unawafanya watu wasielewe kwamba uko kwenye mfungo. Kwa hiyo kuwa kwenye mfungo huku unatembea na mke wako kimwili, hakuna dhambi. Sio kwamba unajichafua. Na hiyo pia ni ibada. Sasa hebu sikia hapa. Wanasema hivi, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena. Yaani kwamba mnatakiwa mkishamaliza tule mfungo, hatua ya kwanza ni kurudi kwenye ile ni kurudi pale. Inasema hivi, ili mje mjiane, yani ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena. Kwa nini? Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Nataka nizungumze mambo mazito hapo. Hebu nipe sikio, unisikie vizuri. Umekubaliana na mume wako na mke wako kwamba kwa muda wa siku ngapi hizi tutakuwa kwenye mfungo, tusifanye tendo la ndoa. Mmekubaliana, sawa. Ila mkimaliza, hatua ya kwanza mrudi faster. Kwa nini? Ibilisi anatumia haka nafasi kuvuruga ndoa nyingi. Ina maana hivi, kwenye ndoa, tendo la ndoa ni la muhimu sana kuliko unavyofikiri. Kwanza, kwa maisha haya tunaoishi, ni sababu moja ya muhimu ya watu kuwa pamoja. Kumbuka, mahitaji mengi kwenye maisha yako unayo. Una uwezo wa kula, una uwezo wa kulala, una uwezo wa kutembelea gari, una uwezo wa kuishi kwenye nyumba yoyote ile ukitaka, lakini hauna uwezo wa kukaa na mwanamke. Mtu ambaye bado hajafunga ndoa haruhusiwi kupata huduma ya tendo la ndoa. Huduma hii unaipata pale ambapo utakapokuwa na mke. Ina maana ni kwamba tendo la ndoa ndio msingi wa ndoa.
Mwingine atapinga. Ukiolewa na mume ambaye hana uwezo kimwili, hautaishi naye, hiyo ndoa utaivunja. Ukiolewa na mwanaume ambaye au mke ambaye hana uwezo wa kutembea nawe kimwili, hiyo ndoa utaivunja. Wazee watasimama kuivunja. Kwa nini? Sio ndoa. Ina maana msingi kwenye tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni jambo pekee linalomfanya mwanadamu au mume na mke kuwa ule mwili mmoja. Tunaposema kuwa mwili mmoja, watu wanakuwa mwili mmoja kwa kupitia tendo la ndoa. Ndio maana tunawashauri watu msitembee ovyo na wanawake. Unapotembea na mwanamke, unajiungamanisha na wewe mwanamke kuwa naye mwili mmoja. Ni kama nafsi yako na nafsi ya mwanamke inaenda kuwa kitu kimoja. Ndio maana ni ngumu mtu kumsahau mwanamke aliyetembea naye. Ni ngumu mwanamke kumsahau mwanaume aliyetembea naye. Na wakikutana wa watu, stori zao mwisho wa siku wanajikuta wako kwenye masuala ya ex. Kwa nini? Kwa hiyo ukitaka kwa namna moja nyingine, tunawashauri watu hivi, hata kama mmevurugana na mume wako, hata kama mmevurugana kwa kiwango kiwango kibaya, haupaswi kumzuia mume wako asitembee nawe kimwili, kwa sababu kule kutembea nawe kimwili kunaendelea kumweka pamoja. Kunaweza kukamfanya akakusamee. Ndiyo, kunaweza kukafuta kila kitu. Kunamtengenezea mazingira ya kukuona wewe kama mmoja wa yeye. Anapokuwa na hasira juu yako, ile hasira inaisha kwa sababu ya tendo la ndoa. Ndilo linalowafanya watu hawa kuwa pamoja. Linaweza likatengeneza vitu vya ajabu kwa mazingira ya watu wawili, mume na mke. Tendo la ndoa hapana kulichukulia kawaida kwenye ndoa. Kuna watu wanawaonyima waume zao miezi 6. Mtu anamnyima mume mwezi mzima. Mtu anamnyima mume wake wiki nzima. Hataki mume kutembea naye. Nataka nikwambie hivi, kadri unavyozidi kupunguza tendo la ndoa katika nyumba yenu, ndivyo mnavyoifanya ndoa yenu kuwa mbali, kutengana bila kujua. Kitakachoifanya ndoa kuendelea kuwa pamoja ni tendo la ndoa. Linaifanya ndoa, wanandoa kuonana kwamba mwili mmoja. Yani kule kuhisi kwamba mke wangu ni mimi na mimi ni mke wangu. Yani mke wangu naye anahisi kwamba mume wake ni yeye, ni kutokana na tendo la ndoa. Kadri mnavyozidi kuipunguza action hii, ndipo ambapo mnaendelea kuitenganisha ndoa yenu bila kujua. Shida, tunakutana na watu ambao wana elimu nyingi, kwa ni ngumu kukuelewa na kukuamini. Kadri unavyozidi kutembea na mke wako kimwili au na mume wako kimwili, ndivyo ambavyo utagundua ule umoja wenu unaendelea kuwa na nguvu na mshikamano. Sasa nakuta kuna wapendwa wetu, mtu yuko Dodoma, mke anafanya kazi Dodoma, mume anafanya kazi Mtwara au yuko Tarime. Huwa wanakutana mara moja kwa mwezi au mara moja kwa miezi 3. Hiyo ni hatari kubwa sana. Ni hatari kubwa mno kwenye ndoa. Ni hatari kubwa mno kwenye ndoa. Kwa utafahamu ya kwamba tendo la ndoa ni jambo la msingi sana, tena sana. Kuna sentensi hapa ambayo sentensi hii ni kama vile inataka kupingana na ule mstari wa 18 sura ya 2 kwenye kitabu cha Mwanzo. Kuna sentensi hapa ambayo amezungumzia Paulo. Anasema hivi, lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Lakini nawaambia wale wasiooa bado. Ile mstari wa 8, twende tu mstari wa 8 ili iwe rahisi. Anasema hivi, lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane ni heri wakae kama mimi nilivyo. Wajane tayari huyu ameshaolewa, huyu mjane tayari kashaolewa. Yani huyu siwezi kumweka kwenye hii sentensi hapa, ni wa kutoa. Tunazungumzia wale wasiooa bado.
ni heri wakae kama nilivyo mimi. Lakini ikiwa hawezi kujizuia, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Mungu alisema si vyema mwanaume kuishi peke yake. Narudi pale pale, mimi nimesimama hapo. Mwanaume unanisikia, rafiki yangu unanisikia, popote ulipo, kuishi peke yako si vyema. Paulo hapa anatoa kama ushauri, kama ikiwezekana. Lakini Paulo kwa namna moja au nyingine, ukiangalia maisha yake aliyokuwa anapitia, Paulo alikuwa mpagani. Ina maana kama ni wanawake alitembea nao haswa. Ndio, alitembea na wanawake kweli. Alikuwa star. Alikuwa anaua watumishi wa Mungu kuwatesa. Anapofikia kiwango cha kusema kwamba ikiwezekana muwe kama mimi. Na anasema vizuri tu kwamba huu ni wazo langu hili. Kama vipi unaweza tu kaacha, sio lazima. Ila ulazima ni hivi. Mwanzo 2:14 anasema hivi, si vyema mwanaume kuwa peke yake. Ni lazima awe na msaidizi ili mambo mengine yakae vizuri. Tunaendelea na kuangalia nafasi ya mwanamke. Tunaangalia nafasi ya mwanamke kwenye ndoa ni ipi. Ninaendelea kusisitiza kwamba nafasi ya mwanamke ni msaidizi. Narudia, ni msaidizi. Tupitie maandiko mengine kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Tupate nafasi hapo ya kupitia mambo machache. Mstari wa 2 tutaanza. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Kichwa kwa maana ya kiongozi wa kila mwanamume ni Kristo. Hapa nataka niongee na wanaume, mnisikie vizuri. Tunaongea kuhusu habari ya nafasi. Ni masikitiko makubwa sana kuona wanaume wengi wameokoka lakini hawana muda wa kujifunza maneno ya Mungu. Mwanaume ndiye mwalimu mkuu wa mke wake. Wanaume tulitakiwa kuwa wengi makanisani kuliko wanawake, kitu ambacho kiangalia ni tofauti kabisa. Wanawake ndio walioko wengi makanisani, lakini Mungu anasema kwamba kichwa cha mwanamume ni Kristo. Ina maana taarifa zote za Kristo ni sisi ndio tunatakiwa kuzipata. Maelekezo mengi kutoka kwa Mungu yanatakiwa yaletwe kwako wewe mwanaume. Sasa usipojitambua, ndipo ambapo Mungu anachukua moja kwa moja, anaipeleka vision kwa wanawake. Lakini kwa namna moja au nyingine, tukijitambua wanaume, tutampa Mungu nafasi ya kututumia kwa viwango vingine, na tutaona uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu kwa kiwango kingine. Hatupendi mambo ya kanisani, hatumpendi Mungu, lakini tukumbuke ya kwamba Kristo ndiye kichwa chetu. Kwa tunapaswa kuhakikisha kwamba tunatembea kwa kumsikiliza Kristo, tunatembea kwa kujifunza kutoka kwa Kristo ili tufanye vyema. Nasema hivi, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Huo ndio taratibu ambao upo. Kutoka Mungu anafuata Kristo, kutoka Kristo anafuata mwanamume, kutoka mwanamume anafuata mwanamke. Ni kwamba kiongozi wa mwanamke, tunarudi kule kule ambako aliwekwa kama msaidizi. Ina maana kwamba kiongozi wa mwanamke ni mume wake. So nakuta mwanamke yuko radhi kutembea tofauti na vile mume anavyotaka. Mume anakuambia usifanye 1 2 3. Wanawake wengine wanafanya kwa makusudi, anafanya hata nifanya nini. Unachokitafuta, unaenda kutafuta kitu ambacho sicho. Kwa sababu Mungu alipomtengeneza mwanaume, amemtengenezea mwanaume mazingira ambayo ni ya kutiiwa. Yaani unatakiwa umtii anachokisema. Na unapomdharau kwa namna moja au nyingine, wengi wanachukua hatua ya kwenda nje, wengi wanachukua hatua ya kutaka kukukomoa, wengi wanachukua hatua ya kutafuta mwanamke mwingine atakayemsikia, atakayemtii. Tuna mstari wa 4 unasema, kila mwanamume asalipo au anapoutubu, naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake,
Hapo nazungumza na watu ambao wana tabia ya kuhudumu, kuimba, kupiga huduma, kufanya huduma yote madhabahuni amevaa kofia. Ni aibu na ni makosa. Unamwaibisha Kristo. Unamwaibisha Kristo. Inaandikwa hivi, umemwaibisha kichwa chako. Iko hivi, ngoja nisome. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Ina maana kichwa anachokiaibisha si ni Yesu ambaye ni kichwa chake? Ina maana unapofanya huduma yoyote ya kimungu au uko mbele za watu kuhutubu, huku umefunika kichwa chako. Wengi tunafunika na kofia, wengine tu vitambaa fulani kwa sababu ya fashion. Unamwaibisha Kristo. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine sio makosa kukuambia umefanya dhambi. Kama ukimsalimia baba yako mzazi umevaa kofia, lazima uitoe ndio unamsalimia. Je, nikikwambia unapokuwa madhabahuni unahudumu unavaa kofia, unafanya dhambi, unadhalilisha Kristo, unakwazika? Mtu anaweza akasema, mtu hivi ninavyoongea na nyinyi hapa, kuna mtu anakubaliana kabisa kwamba nikitoa kofia, yani nikimsalimia baba yangu mzazi na nimevaa kofia, nimemkosea adabu, nimemshushia heshima. Haya, sasa madhabahuni uko mbele za Mungu, unakwenda kuhudumu au kufanya huduma yoyote madhabahuni, unavaa kofia. Hiyo tukikwambia ni dhambi unachukia. Dunia imefika babaya sana. Babaya mno. Narudia. Ni mstari wa 4:11 hiyo sura ya Wakorintho wa kwanza. Kila mwanamume asalipo au ahutubupo naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Niko nafundisha maandiko matakatifu hapa. Kuna watu wametupeleka tofauti kidogo. Kuna watu wamewaandama wanawake kwa namna fulani. Kumbuka kwenye idadi ya wanawake kuna ambao hawajaolewa, kuna ambao wameolewa. Biblia inasema hivi, mwanamke anaposali, anapohutubu popote, hatakiwi kuacha nywele wazi. Akiziacha zile nywele wazi, anayeaibishwa ni mumewe ambaye ni kichwa chake. Anayeaibishwa ni mumewe, yani kichwa chake. Nitaka nifafanue kwa mazingira hayo, sababu wengi tunachukulia kwamba huyu sasa yani anaenda kumkosea Mungu moja kwa moja. Anayezungumzwa kumkosea Mungu hapa ni mwanaume, anadhalilisha kichwa chake ambacho ni Kristo. Sasa mwanamke anayejitambua anapaswa afahamu haya mambo na yaelewe kwa mapana zaidi. 7 anasema, kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Tupo kwenye nafasi ya mwanamke ni hipi kwenye ndoa? Yaani mwanamke tunapaswa tukikutazama hivi, umpe mume wako utukufu. Kujipamba kwako kwende kumpe mume wako utukufu. 9 anasema hivi, 8, maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanaume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke. Kumbuka wakati Mungu anaumba mwanadamu, alimuumba mmoja kwanza, ndo akakaa akaona sasa mtu asiwe peke yake. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili
ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Nataka niseme hivi, ndipo takapoishia kwenye nafasi ya mwanamke. Watu wa Mungu, mwanamke yeyote ni mtu ambaye anapaswa kuishi under control, kuishi chini ya uangalizi wa maisha yake yote. Mwingine anasema jamaa huyu mafundisho gani haya sana tuletea? Jamaa huyu hamna. Utakubaliana mimi, kama we ni single mother, ulizaa watoto wako, unawalea kama wewe, nataka nikuambie hivi, kama ulibahatika kupata watoto wa kike na wa kiume kwenye pita zako, naanza na wewe ambaye ni nje kabisa huko kwenye ndoa. Mtoto wako wa kike utakavyomlea ni tofauti na utakavyomlea mtoto wako wa kiume, utake usitake. Mtoto wako wa kike hautafurahia hata siku moja au anafika nyumbani saa 4 usiku na ukalichukulia kawaida. Lakini mtoto wako wa kiume anaweza akawa anafika nyumbani saa 4 za usiku, usichukulie sana maanani, kwa sababu utasema hivi, huyu ni mtoto wa kiume, ina maana kuna tofauti. Sisi Wabembe, mtoto wa kike atakiwi kuwepo bado mtaani saa 1 usiku. Anatakiwa ikishafika saa 12 watoto wote wa kike wao wako nyumbani. Hizi tunazita ni familia, kwetu sisi ni familia bora, ambao utakuta watoto wote wa kike wako nyumbani. Na hapo ndipo tunapoagiza vijana waende wakatafute sasa mke. Unataka kumwoa mke, anapaswa kuwa na hivi vigezo. Mtoto wa kike ana muda wake wa kuamka ili afanye kazi za nyumbani. Mtoto wa kike ana namna vile anavyotengenezewa mazingira. Yaani malezi anaopewa mtoto wa kike na wa kiume ni vitu vile tofauti. Ni sawasawa na kufuga vitu vile tofauti. Yaani mtu mfano unafuga nguruwe na unafuga kuku. Chakula cha kuku ni cha kuku tu, na cha nguruwe utampa nguruwe tu. Kwa maana gani? Unamwandaa huyu mtu awe kama alivyo. Ina maana hapa kuna tofauti tayari. Sasa mtu anapokupa mawazo kwamba wako sawa, anakosea. Kwetu sisi mwanamke, binti yeyote au ni binti au nyumbani, anapoenda kulala nje, hata kama ni kwa rafiki yake, hata kama ni popote, akishalala nje bila taarifa nyumbani, huyo tunamhesabu kaolewa, hawezi kurudi nyumbani tena. Ndio sisi tulivyo. Kuna wale wanawake wenye tabia kana kwazika nyumbani, kanachukia, kanatoroka, kanaenda. Babake amekakwaza au mamake kaenda. Nani aliyemtorosha? Ameenda kwa nani? Ili arudi nyumbani sio kitu kidogo. Lakini mtoto wa kiume anaweza akalala kwa rafiki yake, akaja asubuhi kamuuliza alikuwa wapi? Nilala kwa John, na yakaishia hapo. Ila mwanamke akisema nilala kwa John au nilala kwa Angel, fimbo kwanza za maana. Ina maana ni kwamba mtoto wako wa kike, wewe mwanamke unayesema ya kwamba sio sahihi hiki ninachokisema, mtoto wako wa kike hauko tayari kumlea sawa sawa na mtoto wa kiume. Na kama ni hivyo, ufahamu ya kwamba kuna tofauti tayari hapo. Sasa basi, mtoto wa kike namna anavyolelewa na familia yake ni tofauti na vile ambavyo atakavyolelewa mtoto wa kiume. Yuko under control, anachunguzwa na familia, na zaidi mpaka na wananzengo wanamchunguza. Huyu si binti wa fulani huyu, huku anaenda wapi? Wakikuona umeingia kwenye ghetto lolote, jirani lazima atamjulisha baba yako, binti yako tumemwona ameingia sehemu. Yaani mtoto wa kike anachunguzwa, analindwa. Kwa nini? Hatakiwi kujiongoza, anatakiwa aongozwe. Mpaka anapokuja kufika kiwango cha kwamba wanakuja watu kuja kumchumbia,
huyu mzazi tunampa pongezi. Vile vitenge tunavyotoaga kwenye sherehe ni kumpa mama pongezi, amekuwa mlezi bora. Ina maana alikuwa mwangalifu kwa binti yake. Sasa binti unamtoa kwenye mikono yako, unamweka kwenye mikono ya mumewe. Moja kwa moja anapoingia kwenye mikono ya mumewe, kiongozi wake anakuwa sasa ni mume wake. Huo ndio taratibu. Ina maana kwamba maisha yake yote mwanamke ambaye anaandaliwa kwenda kuwa mke kwenye ndoa ni mwanamke ambaye yuko tayari kufahamu ya kwamba maisha yangu yote nimeumbwa kuongozwa, sio kuongoza. Kila nitakachokifanya nitakifanya kwa maelekezo ya baba yangu mzazi. Baada ya muda nitaolewa, nitaanza kufanya vitu vyote kwa maelekezo ya mume wangu. Hapo wewe ni mwanamke thabiti, mwanamke sahihi kuishi kwenye ndoa. Na utakuwa na ndoa ambayo ni mfano, utakuwa na ndoa ambayo yenye baraka kwa sababu unajitambua. Basi niombe tu ya kwamba Mungu wa mbinguni awe baraka kwetu sote. Ninarudia, tunapokuwa tunafundisha, atumlazimishi mtu kufuata haya. Ni kwa faida yako. Ukiona yanakufaa, yatumie yakusaidie kwenye ndoa yako. Ukiona yakufai, yaache kama yalivyo, uishi maisha unayoyataka wewe. Lakini kwa mtu anayemjua Mungu, lazima atembee kwenye mistari hii na kwenye misingi hii hapa. Mungu wa mbinguni hawabariki sana. Niwakaribishe kwa kipindi kinachofuata ambacho tutaendelea na somo letu hili kwa namna moja nyingine. Nitakuwa na vipindi kama 5 au 6 hivi. Tutazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na swala ndoa. Na Mungu wa mbinguni atubariki sana. Amen.